Zahanati kwa sababu niko kwenye ziara kutembelea miradi ndani ya jimbo langu la Kasulu Vijijini kwa lengo la kuangalia miradi imefikia wapi na kama kuna changamoto tunaweza kwenda kuzifanyia kazi. Jambo la kwanza, tunajua kwamba jengo hili limejengwa kutokana na mapato ya ndani, ikiwa ni pamoja na ukusanyaji wa mnara ambazo kimsingi huwa ni hela za wanakijiji, lakini uongozi wenu ulifanya jukumu la kuwaita kwenye mkutano wa hadhara, ukashirikisha wazo zuri la kuanzisha mradi wa ujenzi wa zahanati. Wananchi mkakubali, mradi ukaanza. Na mapato na matumizi nimeambiwa wameshasoma. Jambo la kwanza ni wapongeze viongozi wa kijiji husika na watumishi. Tuwapige makofi. Hao walikuwa na uwezo wa kuleta ujanja kwenye fedha hizi. Yako maeneo ambayo tumeenda nakuta viongozi wa kijiji na watumishi wameshirikiana kutafuna hela za namna hii. Lakini wao wakawashawishi wananchi na wananchi mkakubali kwamba kiu yenu ni kujenga zahanati, mkaibua mradi huu mpaka ulipofika. Sasa niwapongeze pia wananchi kwa kuunga mkono wazo mlilopewa na viongozi wenu. Mjipige makofi wananchi. Sasa ni kweli utaratibu ulio ni kwamba huwa tunataka nguvu ya wananchi watengeneze boma, kwa sababu baada ya kutengeneza boma huwa kinachofuata hapo ni gharama kubwa kidogo za kupaua na finishing. Hiyo huwa tunaenda kupeleka kwenye mpango wa kukamilisha boma wa serikali na tumefanya sehemu nyingi sana. Kwa hiyo hapa boma hili letu bado kidogo liko kifupi, napaswa kuongeza. Nimeambiwa na mtaalamu wa halmashauri aliwaelekeza hivyo engineer, na nimeambiwa liko ndani ya uwezo wenu. Kwa maana kwamba rasilimali hizo zipo za kupanisha hizo kozini ambazo walisema wataalamu. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa kijiji pamoja na watumishi, simamieni tukamilisha haraka iwezekanavyo, sababu unavyokabidhi boma napigwa picha. Sasa huwezi kupiga picha boma halijakamilika. Pindi nimemaliza kupiga hizo kozi za juu, itakuja itapigwa picha, inatumwa TAMISEMI. Picha zingine zinakuwa kwa halmashauri, zingine zinatumwa wapi? TAMISEMI. Ili na yenyewe liende kwenye ile list ya maboma ambayo serikali halmashauri tunaomba pesa kwa ajili ya ukamilishaji wake. Kwa hiyo lakini hapa amefanya jambo zuri, lakini lingine, jamani, mlichagua sehemu nzuri, ina upepo mzuri. Yaani mtu akileta hapa amezidiwa, huu upepo tu kwanza ni sehemu ya tiba. Nimekaa pale, yani upepo unanipuliza kweli mpaka nikatamani, yaani jua ni kali lakini upepo bado ni mzuri. Kwa hiyo kwa kweli mmechagua eneo zuri la kujenga mradi, na mradi ukiangalia ni mzuri. Kwa milioni 9 kwa mradi huu, kwa kweli naona kwa sababu ni halali. Hata kama jenga nyumba yako, kuifikisha nyumba hapa lazima ni hiyo milioni 9 au tukizubaa inaweza kawa zaidi. Tena nadhani wananchi mmechangia mawe. Msingechangia mawe ingekuwa zaidi ya hiyo. Kwa sababu hata wananchi tu ukijenga nyumba yako kawaida hivi lazima itakuwa milioni 10 na kitu, hata 20 nafika. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kujitoa kwenu wana Karera. Tuko pamoja. Hili nalo tunalichukua, lakini pia na ajenda yenu ya kituo cha afya naichukua tuka kwenye mpango. Uzuri kweli mimi ni mbunge ambaye muda sio mrefu naenda kwenye uchaguzi, lakini sina wasiwasi kwa ninyi mlivyo tunavyoishi pamoja vizuri hivi. Naamini ni mbunge anayeendelea. Kwa hiyo haya nimeachukua, nitafanyia kazi. Angekuwa mbunge wa ajabu angekuwa na hofu ya kusema haya kwa sababu singejua kama narudi au arudi, lakini mimi najiamini kwamba ninyi mtanifanya niwe mbunge wa kuendelea. Kwa haya naachukua na nawahakikisheni kama ule mpango wa zahanati ule mpango wa kituo cha afya pia twende hivi. Mimi tukishaapishwa tu mwezi bungeni nakuta hela za mfuko wa jimbo zimekuja, nitamega hela niwaletee kwanza.